umeeleza hivi punde baadhi ya haki zetu katika soko la kaboni. Lakini ni nani tunahitaji kufanya kazi naye ili kuhakikisha haki zetu zinaheshimiwa? Tayari tumezungumza kuhusu wauzaji na wanunuzi ni akina nani, lakini kuna watu zaidi wanaohusika ambao wanaidhinisha mikopo. Hebu tuangalie kwa makini nani ni nani. Unamkumbuka yule mtu aliyefika katika jumuiya yetu akitarajia kufanya makubaliano nasi? Mtu huyo ana uwezekano mkubwa kwa kuwa msanidi wa mradi. Hao ndio wanaotambua eneo la msitu ambalo linaweza kuwa na mradi wa kaboni. Wanakokotoa ni kiasi gani cha kaboni kinachohifadhiwa na kufyonzwa msituni, na ni vitisho gani vya ukataji miti vilivyopo huko. Kwa mradi wa REDD+, mtu yeyote anaweza kuwa msanidi wa mradi. Miradi hiyo midogo inahusisha maeneo yaliyohifadhiwa kama hifadhi za taifa, maeneo yanayosimamiwa kwa pamoja kama yetu, au ardhi inayomilikiwa na watu binafsi. Hata jumuiya zinazoweza kuendeleza miradi yao wenyewe, hasa kama wanamiliki haki za kaboni kwenye ardhi zao. Miradi ya ukubwa huu inayoendelesha mara nyingi ni kampuni binafsi. Kisha kuna programu za mamlaka za REDD+, pia zinajulikana kama REDD+. Haya yanalenga maeneo makubwa zaidi yanayoitwa mamlaka. Kwa kuwa programu hizi zinaweza kujumuisha jimbo au nchi nzima, msanidi wa miradi ni serikali. Kwa hiyo waendeleshaji wa mradi hawa ndio wanaogeuza kaboni katika misitu kuwa mikopo. Wanaanzisha mchakato na kuendeleza miradi inayokusudiwa kulinda msitu. Lakini miradi au programu zote za kaboni lazima zipitie mchakato wa uidhinishaji kabla ya kuuza mikopo kwenye soko. Mchakato wa uthibitishaji ni kama jaribio na orodha ya mahitaji. Baadhi ya mahitaji hayo yanahusiana na ufuatiliaji na kukokotoa ni kiasi gani cha kaboni kilichopo msituni. Nyingine zinazoitwa ulinzi wa mazingira, kuzuia madhara kwa mazingira asilia, kama vile kukata misitu asilia ili kukuza aina moja tu ya miti. Kisha kuna ulinzi wa kijamii. Hii ni orodha ya sheria ambazo zinakusudiwa kuwalinda watu wanaotegemea misitu hiyo, ili kuhakikisha kwamba hatuzuriwi katika mchakato huu. Sheria hizi kwa ujumla ni pamoja na upatikanaji wa taarifa kuhusu miradi, ukijumuisha hatari na athari zinazoweza kutokea, haki ya kushauriwa, kushiriki katika maamuzi kuhusu miradi, programu au sera zinazoweza kuathiri watu na wilaya zetu, haki ya kuwa na ardhi ya maeneo yanayoheshimiwa na kutoendelewa kwa lazima kutoka kwa ardhi yetu, au kuwekewa vikwazo vya ukiaji wetu wa rasilimali. Haki kuwa huru, kibali cha kujulishwa kabla, haki ya kushiriki katika faida zinazoletwa na mikataba hii, na haki ya kiwa na njia ya kutatua matatizo iwapo yatatokea. Ulinzi huu unatokana na makubaliano ya kimataifa chini ya mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabianchi huitwa ulinzi wa Cancun. Ikiwa mradi au programu ya kaboni hakidhi mahitaji haya yote, inamaanisha kwamba haifaulu jaribio na mikopo haiwezi kutibishwa. Orodha hii ya mahitaji inayoitwa standard. Kuna mashirika mengi au mashirika ya kawaida ambao kila moja hutengeneza kanuni zake
ili kuweka matokeo. Viwango viwili vya kawaida vya kutibisha mikopo katika kiwango cha mradi ni kiwango cha kaboni iliyotibishwa kilichotengenezwa na Verra, Anga Vivo Carbon Standard Jurisdictional RED+. Programu zina viwango vyake, kimoja wapo kinaitwa the RED+ Environmental Excellence Standard. Pia inajulikana kama miti iliyotengenezwa na shirika la kawaida la R. Kwa hivyo, viwango hivi ni sheria ambazo watengenezaji wa miradi wanapaswa kufuata hasa, lakini ni muhimu mtu akague ili kuhakikisha kuwa yanafuatwa. Viwango vingi vinategemea uhakiki huru ili kuhakikisha kuwa wasanidi wa mradi wanakidhi mahitaji. Hapo ndipo shirika la utibishaji na utibishaji au VVB linapokuja kwenye picha. Wameajiriwa na msainidi wa mradi kufanya ukaguzi huu. Chombo cha kawaida kitachunguza tathmini wa WB na ikionekana kuwa msanidi wa mradi alifuata sheria, atatoa mikopo ya kaboni iliyoidhinishwa ya mradi huu. Hiyo ni watu wengi, karibu nyingi sana. Uko sawa, mambo yanaweza kuwa magumu sana, haraka sana. Katika filamu inayofuata, tutaangalia ni hatari gani zinaweza kuhusishwa katika kufanya kazi na watu hawa na tunachoweza kufanya ili kuhakikisha kuwa maneno na haki zetu zinalindwa.